tafuta mimi na wewe. Sasa Yesu alipokuja hapo duniani, Biblia inasema kwamba alikuwa akitembea huku na huku akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, akiponya magonjwa, akiwapumzisha wenye mizigo mizito, akiwatoa watu kwenye mifumo ya dhambi, akawahamisha kwenye ufalme wa Mungu. Sasa siku moja, wakati Yesu akiendelea na huduma yake ya kutangaza habari njema za ufalme, akapita sehemu moja ya Samaria. Biblia inasema kwamba wakati alikuwa na wanafunzi wake wanapita katika ile njia, baadaye akaona amechoka sana, maana walikuwa na njaa. Sasa kwa pembeni katika ile njia akaona kuna kisima kimoja cha Yakobo, akaamua kuketi pale, akawa anapumzika. Na Biblia inasema kwamba Yesu akiendelea kupumzika pale, nini kilitokea? Biblia inasema kuna mwanamke mmoja Msamaria, na Biblia haijataja jina lake kuwa ni nani. Yule mwanamke alikaa pale, alikuwa anatoka Samaria kwenda kuchota maji, na Biblia inasema kwamba ilikuwa ni saa 9. Wanatheolojia wanasema kwenye kile kisima cha Yakobo wanawake walikuwa wanaenda saa 9 kwenda kuchota maji, lakini yule mwanamke kwa sababu ya tabia mbaya ya uasherati, kwa sababu ya tabia mbaya ya kupola waume za watu, wakamtenga. Manake mwanamke alikuwa hana tena marafiki wa kike, kwa sababu ajenda yake ilikuwa ni moja tu, kila sehemu anakopita kuwalembulia waume za watu macho ili akapata kuwapata. Lakini jioni ya leo Yesu mtenda miujiza, ninamhubiri jioni ya leo ambaye anaweza kubadilisha maisha yako. Amen. Yule mwanamke alikuwa amekaa akiwa na mzigo wa uasherati. Hakuna hata mmoja aliyekuwa amempenda kwa sababu ya tabia ambayo alikuwa nayo. Biblia inasema kwamba alipofika pale kisimani, akaona kuna mtu mmoja ameketi pale, akasema mwanaume mwingine nampata hapa. Akaanza kusogea, anafikiri ni mwanaume wa kawaida. Akaanza kulembua macho kama panya amebana na mtego namna hii, asijione kufana na Yesu Mnazareti anayejibu maombi ya wanadamu. Amen. Amen. Ni Bwana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa amefika pale, Yesu akijua ya kwamba yule mwanamke alikuwa na waume 5. Waswahili wanaita mabuzi, si mbuzi 5. Fika pale, akamwambia mama, naomba nipe maji ninywe. Na Yesu alijua kabisa Wasamaria walikuwa changamani kabisa na Wayahudi. Na Wasamaria walikuwa wanahesabika kuwa ni watu wasiokuwa na maana nyakati zile. Yesu akamjaribu, mama, naomba nipe maji ninywe. Yule mama akafika pale, inawezekanaje kwa Wayahudi kwamba maji kwa sisi wa Samaria? Macho ametoa hivi namna ile, papasa nafikiri taza mwendo wa kobe namna hivi ili ampate mwanaume. Kwa sababu Kaaba huwa pendi kukana macho yake, lazima atafute nyusi za bandia afa jiweke hivi namna hivi. Ili anapokuwa anatikisa macho nafikiri kiwavi anapita kwenye nyasi namna hivi. Kisa ampate tu mwanaume basi. Sema. Alikuwa hana shida kuolewa na mtu. Yeye alikuwa anataka kitu kimoja tu, hakikisha kila mwanaume anaonekana mbele yake alale naye. Basi ndio kwa jina la mwanamke. Akasema na huyu jamaa hindi Samuel lazima nimpate. Akafika pale, Yesu akamwambia, mama, laiti ungelijua kalama ya Mungu na ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimwomba yeye. Maana haya maji mnayokunywa ninyi hapa mtakunywa, lakini mtaendelea kupata kiu. Lakini maji ambayo nitakupa mimi hautapata kiu tena. Yesu ni maji. Amen. Kuna tabia nyingine za wanadamu, utawekewa vikao na vikao vya mawifi, lakini hutabadilika. Saka ruhusu Yesu mwana wa Mungu aliye hai aingie maishani mwako na kufanya makao tena. Yesu ni mhubiri jioni ya leo, anaweza kubadilisha maisha yako. Yesu Kristo ni mhubiri. Yesu anaweza leo kubadilisha tabia yako. Amen. Hawezi kubadilika kwa tabia, kwa akili za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke, mji wote wa Samaria ulikuwa unamfahamu kwa sababu ya tabia moja. Ndio. Kwa sababu kaza shetani akimshika mtu lazima abadilishe hata jina. Ndio. Kama mtu alikuwa anaitwa jina zuri,
lakini anaitwa malaya. Mtu alikuwa anaitwa jina zuri anaitwa jambazi. Mtu alikuwa na jina zuri anaitwa mvuta bangi. Hata mtaa ukipita sema samani tumemwona kaka yule. Yule mvuta bangi yule. Yaani jina limekuwa mvuta bangi. Sasa yule mwanamke, mji wa Samaria ulikuwa ukijua tabia yake, ukamtenga kwa huyu mwanamke afai. Lakini Biblia inasema kwamba yule mwanamke alipokubali kubadilisha tabia na Yesu, jina lake likabadilika. Amen. Hali ya kulengwa ikaisha, akapiga magoti akasema, ninajua wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Kuanzia sasa ukana kwa yeye. Kuanzia sasa umalaya kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba yule mwanamke, kilichosababisha mpaka akubali kumpokea Yesu ni kitu kimoja. Yeye alikuwa anaenda ili amchune Bwana Yesu awe mume wake mwingine wa siri. Akashangaa Yesu amefika pale akasema, "Kaniletee mume wako." Akajibaraguza pale. Unajua makahaba wasemagi nina mume? Hapana. Sina mume mimi. Akasema, "Umesema vema." Sijua anajikamatisha kwenye mtego. Amen. Yesu akasema, "Mama, ninajua umesema vema kusema huna mume, maana unao hawa tano kama vidole vya kiganja cha mtu. Watano." Ndio. Na huyo wa sita sio kwako. Akasema, tatizo la kifundi katokea pale. Akaanza kutetemeka pale. Bwana, ninajua kwamba wewe ni nabii. Baba zetu walikuwa, akaanza kuongea siri zote. Akasema, hakuna cha dini hapa. Nimekuja kuleta ufalme wa Mungu mahali hapa, ili kila mwanadamu apate uzima, ili kila mwanadamu apate kukombolewa. Mimi nashangaa sana. Watu wanasema kwamba walokole wanafunzi wa chuo kikuu cha Mwembea kuja kuleta dini. Nani anakuambia kutumeleta dini hapa? Hatuna haja na dini. Tuna haja na Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Anaweza kukomboa maisha ya wanadamu. Anaweza kubadilisha maisha ya wanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule mwanamke baada ya kuambiwa kuumbuliwa mambo yote na Yesu, Biblia inasema kwamba akautupa ule mtungi ule, akapiga mbio mpaka kwenye mji wa Samaria. Alipofika kwenye ule mji wa Samaria, hakuendelea kutafuta wanaume tena. Akaanza kupiga injili, akaanza kueleza habari za Yesu. Alipofika pale akasema, "Enyi wanawake wa Samaria, naomba mnisamehe kwa kufanya umalaya na waume zenu. Mimi sio Msamaria wa jana. Nimekuwa kiumbe kipya. Nimekutana na Yesu Mnazareti. Anaweza kubadilisha maisha." Haleluya. Biblia inasema mji wa Samaria ulianza kutikisika kwa sauti ya mwanamke aliyekuwa kahaba anazungumza maneno ya Yesu Kristo. Nasema jioni ya leo, Yesu aliyebadilisha maisha ya mwanamke Msamaria aweza kubadilisha maisha yako. Ulikuwa unaitwa kahaba, ukaitwa mhubiri, ukaitwa mvuta bangi, ukaitwa baba wa watoto. Haleluya. Yesu anabadilisha maisha. Yesu anabadilisha maisha. Haleluya. Biblia inasema kwamba watu wa Samaria wakakusanyika pale, wanaweza kuangalia maajabu yanayotokea chini ya jua. Yule mwanamke tumezoea kwamba ni kahaba, leo kashika Biblia na zungumza mambo ya Mungu. Wakakusanyika sema, twende tukamwangalia huyo mwanamke, huyo Yesu aliyebadilisha maisha yako. Biblia inasema kwamba mji mzima watu wakatoka kwenda kwa Yesu kwa sababu ya mtu mmoja. Yesu akiingia maishani mwako, familia inakwenda kukombolewa. Yesu akiingia katika ndoa yako, inakwenda kukombolewa. Haleluya. Amen. Sema kupone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Piga makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu anaweza. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu anabadilisha maisha. Kabisa. Ukiangalia hapo kuna watu wanaelewana mizigo. Na wakijidanganya nafsi zao kwa
na sisi tunasali. Nataka nikwambie dini inaweza kukupeleka sehemu yote. Hata vile na wana dini wanatangaza dini zao wakati wa masika. Lakini jioni ya leo namtangaza Simba kabila la Yuda. Yeye asiyebadilika usiku na mchana. Mwanadamu anaweza akakubadilikia, lakini Yesu hawezi kumwacha mwanadamu. Anasema nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari, sitawaacha yatima. Amen. Unajua katika jamii, mtu ukisha kuwa na tabia ya ajabu lazima ikutenge. Lakini namshangaa sana Yesu hatengi mtu. Akimwona mtu mzee anasema mwanangu karibu nikupumzishe mizigo ya usiku. Akimkuta mtu mfuga machini, akamwambia mwanangu uchi hapa nikupumzishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo Yesu aliyebadilisha yule mwanamke Msamaria aweza kubadilisha maisha yako. Acha dini. Mimi mwenyewe nina dini yangu tena nzuri sana. Lakini mimi sijaja kuhubiri habari za dini. Wala sijaja kuzungumza habari ya dini ya mtu mmoja au yeyote yule. Nimekuja kumtangaza Mgalilaya aliyekufa na kufufuka siku ya tatu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie siri moja walokole. Walokole wana tabia kumhubiri mtu aliyekufa na kufufuka. Na ushahidi tunao ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Maana damu yake inanena mema mpaka siku ya leo. Ukinena kwa kaba lazima ukoke. Ukinena kwa muzaba lazima ukoke. Uje kwa Yesu pumzisha mizigo yako. Umekaa kwenye baba kwenye viti virefu ya tosha. Uje ukae ndani ya Yesu upate uzima. Haleluya. Haleluya. Tukise mkono jirani yako mwambie kama hujaokoka hapa lazima kieleweke. Kama hujaokoka lazima kieleweke. Sijasikia mpaka washauri wote wa Itodi wasikie. Mwambie lazima leo kieleweke. Katika maisha yangu wanashangaa sana kuona watu wachawi wanakuja kuroga mkutano. Alafu nashangaa wana picha kwanza wanamtafuta mhubiri waje mroge. Hebu jaribu uone. Waambie. Yesu moto. Tunaniona ninalinga na kesho utaniona kilinga hivi hivi. Yes. Kwa sababu aliye ndani yangu ni mkubwa zaidi ya wachawi wote. Aliye ndani yetu ni mkubwa zaidi ya wafuga machini. Umefanyia waganga wa kienyeji ya tosha. Unashinda kujiuliza na kuta mtu anakuambia eti mimi ni mganga mkubwa kutoka Tungamalenga. Unao kujiuliza kuna chuo kikuu cha uganga wapi Tungamalenga? Akipo. Nikupe nauli ukaenda ukanichunguzie. Unashinda kujiuliza eti mimi ni mganga kutoka wapi? Vyuo vya uganga vinajulikana Muhimbili tulikotoka na vingine vingine. Sema tukomboe. Na sisi hapa kazi yetu ni ule usome tuliosoma ndio tunaotumia. Usomi ukinyamaza kimya tunalitia jina la Yesu Kristo. Maana Yesu ni mkubwa zaidi ya madaktari. Yeye ni daktari wa madaktari. Wakati wanadamu wanasema imeshirikana, yeye anasema mimi nipo tayari kukuponya. Wakati mji wa Samaria anasema wewe utaisha kuwa malaya, Yesu ataangalia kwenye kiti cha enzi anasema kwamba huyu ni mtakatifu wangu. Haleluya. Maana tunaye mtu mmoja pekee ambaye anaweza kubadilisha tabia ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lazima kubali kuokoka ndipo utaona utukufu wa Mungu. Kabisa. Lazima kubali kuokoka ndipo utakuwa na ushirika na Mungu. Mbinguni hatuendi kwa kusaliwa baada ya kufa. Mbinguni tunakwenda kwa utakatifu tu. Kabisa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Nashangaa watu wanaanza kujidanganya sema mimi nitaokoka nikisha kufa. Hakuna kitu cha namna hiyo. Alafu wakati mwingine anasema tukikaa kwenye mkutano kama mbona sisi tunamwabudu Mungu mmoja? Nani aliyekwambia? Mungu wako anasema kunywa kidogo sio, Mungu wangu anasema usinywe siguse wala sitaka. Mungu ni mtakatifu. Mungu wako anasema kwamba hakuna kuishi maisha matakatifu. Mungu wangu anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mungu wako anasema utaokoka kisha kufa. Mungu wangu anasema kwa jinsi wanadamu wamekea kufa mmoja na baada ya kifo ni hukumu. Basi
Amen. Kuna mfano mmoja Bwana Yesu alizungumza kwa habari ya tajiri mmoja, alikuwa akivaa mavazi ya kitani safi. Biblia inasema kwamba aliishi kwa anasa. Alijiona kwamba yeye anafaa. Alijiona kwamba mbingu ni ya kwake. Alikuwa ajali yatima wala mawachane. Lakini saa ilipofika alipokufa, alienda kuzimu moja kwa moja. Biblia inasema kwamba alipofika kule kuzimu, kwa mbali kainua macho yake, akamwona kuna mtu mmoja anaitwa Lazaro, ameketi kifuani mwa Ibrahimu, akifarijiwa kwa ajili ya mateso, akifarijiwa kwa ajili ya adha alizokuwa nazo hapa duniani, kwa sababu Lazaro alikuwa ni mtakatifu. Lazaro alikuwa ameokoka. Lazaro hakuwa muuni. Lazaro hakuwa mvuta bangi. Lazaro hakuwa malaya. Alikuwa ni mlokole halisi. Ni Bwana. Unajua mtu akishakuwa na pesa kuna kiburi moja kinaota. Lakini akibana kwenye kuona fulani atasema lazima kieleweke kabisa. Lazaro mateso alikuwa akiyapata pale kuzimu. Biblia inasema kwamba akamwona Abraham ameketi pale, akaanza kuita, akasema baba Ibrahim. Hakusema Ibrahim maana yote akataliwa. Akaanza na heshima kwanza, maana mateso lazima kibano lazima azungumzie chochote. Akasema baba Ibrahim, naomba mtume Lazaro duniani, maana nimeacha ndugu wanne kule. Biblia inasema kwamba Ibrahim akamwambia, akasema kule duniani nimemwacha Musa na manabii. Wasipowakubali wale na usemu yao yuko hapa. Kuna watu ambao wamekufa katika dhambi, walidanganywa na viongozi zao kwamba wakisha kufa wataombewa ili watoke tohani waingie sehemu nyingine. Lakini wanalia na kusaga meno. Wanatamani wapewe hata dakika moja kuja kutubu duniani. Lakini haiwezekani. Ni bora ukautubu ukiwa hai. Ni heri ukaokoka ukiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Tabia yako haiwezi kaondoka kwa kuwekea vikao. Tabia yako haiwezi kaondoka kwa kukutia gerezani. Yupo mwana Mungu aliye hai, anaweza kuiondoa tabia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichaa kipana kichaa, watu wanaweza kumfunga kwenye minyororo. Ile minyororo haimaanishi kwamba kichaa kimetoka. Kichaa kitabaki pale pale kabisa kabisa. Lakini mpaka tulitie jina la Yesu, Yesu aingie ndani na kufanya makao, hapo kichaa unaondoka. Yesu peke yake. Yesu peke yake ndiye anayeweza. Ndiye anayeweza. Amen. Anayetaka kwenda mbinguni naomba anyoshe mkono namna hiyo. Piga makofi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Jioni ya leo. Haijalisha kwamba wanadamu wamesemaje juu ya tabia yako. Haijalisha kwamba mume wako anasemaje juu ya tabia yako. Yamkini ulikuwa unaitwa jina zuri, sasa hivi unaitwa chaote. Lakini yupo Yesu wa Galilaya, aweza kubadilisha maisha yako tena. Baada kuitwa chaote, watasema kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Baada kuitwa mvuta bangi, utaitwa mtumishi wa Mungu aliye hai. Jioni ya leo Yesu yuko mahali hapa. Yesu aliyembadilisha mwanamke wa Msamaria aweza kubadilisha tabia yako, aweza kubadilisha nyumba yako. Yawezekana nyumba zima ni makaba, lakini Yesu jioni leo yuko mahali hapa. Anasema katika kitabu cha Mathayo 11:28, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, maana nitawapumzisha." Mizigo ya bangi, Yesu atakupumzisha. Mizigo ya malaya, Yesu atakupumzisha. Mizigo ya umbea, Yesu atakupumzisha. Haleluya. Na nyingine wakati nikiwekea kanda ya kwaya, unashangaa watu wengine wanakuwa nao wanaigilisia. Mtu anaimba kwenye redio ameokoka, sema mbinguni tunaenda, na mzizi naye anaenda wapi? Haendi huyo. Mzizi atenda mbingu ya nani? Mtu
mtoa mimba atakwenda mbingu ya nani? Biblia inasema kwamba apandacho mwanadamu ndicho avunacho. Ukipanda uasherati utavuna nini? Uasherati. Sikuwahi kumwona mkulima mwenda wazimu amepanda vitunguu afa anaenda kwenda kutafuta soko